imetetereka ndio utagundua uzuri wa afya njema. Huwezi kwenda kutizama hata TV, kwenda kwenye Yanga, huwezi kufanya mazoezi. Kwa niaba ya wanayanga, hebu wahimize sana wanayanga wote, watendaji na washabiki, wakipata muda kuja kuchunguza afya zetu za moyo. Na kwa watoto tunaenda mbali zaidi, nasema jamani, kabla hujafikia muda wa kupata mwenza, kabla hujapata sema nataka kupata mtoto, tufanye uchunguzi wa afya zetu. Ni muhimu sana hilo. Ili mambo ya zamani ya kusema mambo si riziki, kidogo tunakwenda kwa kasi sana. Dunia inaenda kwa kasi sasa hivi, mambo ya IT, sasa hivi artificial intelligence, kwa twende kwa mwendo. Kwa kifupi, 60% ya Watanzania ni watoto. 60% wako chini ya miaka 18. Ukivuta mpaka miaka 40 ambao ndio wazazi hasa pale, kwa ni 80% ya Watanzania. Kwa utaona ni kiasi gani unapoongelea watoto na wazazi, kwa sababu mtoto anaongelea wazazi. Kwa wote tulioko hapa wengi hapa nikiangalia weke chuko chini ya miaka 40. Ndio ile ndio 80%. Na kwa mwaka kwa wastani kwa haraka Watanzania wanazaliwa zaidi ya milioni 2. Unajua nchi kama Botswana ni wananchi kama milioni 2. Kwa hiyo tunazaa ka Botswana kamoja kila mwaka. Kwa hiyo utaona ni jinsi gani population inakwenda kwa haraka. Sasa katika wale wanaozaliwa 1 mpaka 10 wanakuwa na matatizo ya moyo. Kwa watoto ni wengi, zaidi ya 200,000 wanazaliwa kila mwaka wakiwa na matatizo ya moyo. Ukiona na zile hesabu za haraka tu, na hao watahitaji mwisho wa siku kupata namna moja ya tiba katika taasisi yetu. Kwa hiyo tunapowapata watu wa aina yenu, wa karibu yenu kuja kutusaidia hata katika zile heri wenye njaa, heri wenye moyo safi, yani tunafarijika sana. Kwa niaba ya idara ya watoto nasema tena asante, karibuni sana kwa msaada wenu, kwa kweli tumefarijika sana. Mungu awabariki sana. Asante. Kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi hii na kukutana tena hapa leo. Sisi tunafarijika sana kwa nyinyi kuja hapa kwenye taasisi yetu ya moyo ya Jakaya Kikwete. Naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kwa kutenga huu muda na kuweza kuja. Nichukue nafasi hii vile vile kuishukuru taasisi ya GSM Foundation na klabu yetu ya Young African kwa siku ya leo ambao mtakwenda kutukabidhi cheki au hela taslimu milioni 50 kwa ajili ya kuwasaidia watoto wenye matatizo ya moyo. Tunafarijika sana, ni jambo ambalo kwa kweli sisi kama taasisi tumefarijika sana kwa GSM Foundation jinsi inavyojitoa kusaidia na kuisaidia serikali yetu. Kama mnavyofahamu, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatoa zaidi ya 70% kuwasaidia hawa watoto. Lakini GSM Foundation imekuwa inatoa kipaumbele sana katika kuchangia mambo mbalimbali. Inachangia kwenye masuala ya elimu, inachangia kwenye masuala ya watoto. Hivi karibuni GSM kama mnakumbuka walichanga karibu bilioni 1 kwa ajili ya club foot pale, lakini wakatoa zaidi ya milioni 100 kwa ajili ya hospitali yetu ile ya Amana hivi karibuni, na leo wanatoa karibu shilingi milioni 50 kwa ajili ya kuwasaidia watoto. Si tu kutoa pesa, lakini wameleta tumaini kwa watoto, wamebadilisha maisha ya watoto. Pengine wangepoteza maisha kwa kukosa hela, kwa sababu wengi wanatoka kwenye familia ambazo hazina uwezo wa kulipia. Kwa hiyo si zaidi tu ya kutoa zile fedha, lakini mmeenda kuleta tumaini ambalo tumaini kwa wale watoto. Tumetoka kuwaona wale watoto na umeona jinsi gani watoto wale wenye furaha. Ni jambo kubwa ambalo mnalifanya GSM Foundation kwa kuwasaidia watoto. Naomba tuwapigie makofi. Ndugu Engineer Hesi, vile vile wenzetu wa Yanga wamekuwa kipaumbele sana katika kuelimisha jamii. Nakumbuka tulisaini MOU na wao, na tunaenda kuelimisha jamii kwa sababu magonjwa ya moyo yanaongezeka kwa kasi. Dr. Kuboja amesema hapa kuna zaidi ya watoto 4,000
wanaozaliwa wakiwa na matatizo ya moyo. Katika watoto 100 wanaozaliwa kuna 2 wana matatizo ya moyo, na kati ya hao zaidi ya 80% hawana uwezo wa kumudu gharama za matibabu ya moyo. Kwa hiyo wanahitaji msaada. Kwa hiyo sisi tutaendelea kuwaomba watu mbalimbali ili waisaidie serikali yetu katika haya matibabu ya moyo. Kwa hiyo Yanga wanatusaidia sana kuelimisha watu ili wajitokeze mapema. Tutapokuwa mnazunguka kule, tulisema na madaktari wetu watakuwa wanaenda wanafanya health check kwa wale watu, na tukiwagundua mapema tunaweza kuwa tumeokoa hela nyingi. Kwa hiyo tuwashukuru sana Yanga kwa kukubali kutunga mkono katika kuelimisha jamii. Naomba nao tuwapigie makofi. Kama mnavyofahamu, Yanga ni mdau na mshiriki wetu wa karibu katika masuala ya huduma ya afya na utoaji wa elimu ya umma, na mwaka jana Oktoba 28 tuliingia makubaliano rasmi na haya makubaliano tutaendelea nayo, na injinia tuko tayari hata kuwapima wachezaji wenu pale wanapohitajika. Na sasa hivi kama unavyofahamu, taasisi inazidi kuwa na teknolojia inazidi kukua. Unaweza hata ukawa nyumbani, sisi tukakugundua una tatizo na tukakupima na kupunguza gharama za kuja hospitalini. Naomba pia niendelee kumshukuru kiongozi wa GSM Foundation ndugu Ghalib Said Mohamed kwa kutuunga mkono katika haya masuala ya matibabu ya moyo. Nichukue nafasi hii vile vile kuishukuru sana serikali yetu inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, kwanza katika zile 4R zake, na ndio maana sasa hivi taasisi yetu inaendelea kushirikiana na mashirika binafsi mbalimbali katika kusaidia. Ni kwa sababu ya zile 4R za Mheshimiwa Rais. Lakini Mheshimiwa Rais ametoa hela nyingi sana kwenye taasisi hii, na ndio maana taasisi hii imekuwa ndio taasisi ya 3 kwa Afrika kwa kutoa matibabu ya tiba na upasuaji wa moyo, na taasisi ya kwanza Afrika Mashariki na Kati. Naomba tumpigie makofi Mheshimiwa Rais. Sisi kama wanataasisi wa Jakaya Kikwete tutaendelea kutoa huduma nzuri kwa watu wote wa Tanzania wote wenye uhitaji wa matibabu ya moyo. Tutaendelea kuwafuata wananchi pale walipo. Tuna outreach program ambayo tunaifanya inaitwa Dr. Samia Suluhu Outreach Program, na tumeshazunguka zaidi ya mikoa 20, na mpaka sasa hivi tumeona zaidi ya watu 22,000, na tunawafuata pale kuwapima magonjwa ya moyo, na tunaowagundua na matatizo tunawaleta hapa, na wengine ni watoto tunawagundua na tunawaleta hapa. Kwa hiyo hichi kiasi mlichokitoa ni kiasi kikubwa sana na kitaenda kuwasaidia watoto wengi sana. Kwa hiyo nichukue nafasi hii tena kuwashukuru kila mmoja aliyehudhuria alfa hii, na Mungu awabariki sana sana. Asanteni sana. Asante sana mkurugenzi mtendaji kwa maelezo yako mazuri sana. Nadhani walipo wameyasikia. Kipekee ningependa kuchukua nafasi hii kuwashukuru wote, lakini zaidi kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutufikisha hapa salama. All protocol observed for the interest of time. Lakini zaidi pia ningependa kumshukuru Dr. Kisenge, mkuu wa taasisi hii ya JKCI. Kwa kweli mmekuwa kutupa ushirikiano sana toka tulipoanza zoezi hili la utoaji, kwanza kuahidi na hata kutimiza ahadi yetu. Sisi kama GSM Foundation, kama nadhani Dr. tayari ameshaelezea ni namna gani tumekuwa tukiwa msaada katika jamii yetu ya Kitanzania. Tumekuwa tukifanya kazi katika maeneo mbalimbali, na moja la eneo ambalo tunafanyia kazi ni eneo la afya, ambapo tumekuwa tukishirikiana na serikali katika juhudi kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais katika uwekezaji wa sekta ya afya. Nadhani ziara yetu kidogo tulioifanya asubuhi imeonyesha dhahiri ni kiasi gani Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa kinara katika kuwekeza kwenye sekta hii ya afya, na sio kuwekeza, lakini kuwekeza kwa maana ya kuinvest, kuweka advanced technology kwenye sekta hii. Ikiwa ni sehemu ya kuunga juhudi za serikali,
tumekuwa tukishirikiana na taasisi mbalimbali za serikali katika sekta ya afya kutoa misaada kama ambavyo daktari amesema. Tumeshirikiana na Ocean Road kununua vifaa. Juzi tumekuwa Amani Hospital pale tukikabidhi shilingi milioni 100 za kufanya ukarabati wa hospitali ile. Na leo kama ambavyo amesema tuko hapa JKCI kukabidhi hundi ya shilingi milioni 50 ambazo kimsingi tayari tumeshafanya transfer, ziko katika taasisi hii kwa ajili ya kuchangia matibabu ya matatizo ya watoto ambao wana matatizo ya moyo. Na kama ambavyo takwimu zinaonyesha takriban watoto 1400 daktari amesema kila mwaka wanakuwa na matatizo haya ya moyo. Kwa hiyo tunaamini hii milioni 50 ni mwanzo tu, ni sehemu tu sisi ya uchangiaji wetu katika kuhakikisha kwamba watoto wale 1400 wanapata hayo matibabu. Kipekee pia ningependa kuchukua nafasi hii kumshukuru Engineer Hersi, rais wa Yanga, kwa ushirikiano na jinsi ambavyo tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu sana na wao. Nadhani wameonyesha mfano mzuri sana wao kuingia MOU na JKCI kwa ajili ya create awareness, kwa sababu nadhani wakati tunafanya ziara tulikuwa tunamuuliza Dr. Kisenge maswali mengi sana. Sasa hawa wagonjwa wanajuaje wana hii shida? Ama inakuwaje, namchukua mgonjwa takriban muda gani mpaka kufika hospitali, au matibabu yanakuwaje? Na nadhani pia tulivyopita kwenye wodi ya watoto tumeona watoto ambao wana matatizo haya ya moyo na wengi wanatoka mikoa mbalimbali. Kwa hiyo tunaamini hii bilioni 50 ni sehemu tu ya kuchangia matibabu, lakini ni kusihi tu labda na nikupe ahadi Dr. Kisenge, tumeona tatizo ni kubwa na uhitaji ni mkubwa. Kwa hiyo hii milioni 50 kutoka GSM Foundation ni mwanzo tu, tutarudi tena ili kuunga mkono jitihada za serikali. Na kipekee pia ningependa kuchukua nafasi hii kumshukuru mfadhili wetu mkuu ambaye ni GSM Group of Companies chini ya kiongozi ya Mr. Ghalib Said Mohamed. Wamekuwa ni msaada mkubwa sana. Hizi fedha zote ambazo tunaweza kutoa misaada kwa taasisi mbalimbali na kuunga jitihada za serikali, zote zinatoka, ni sehemu ya faida ambayo wanapata wao kwenye biashara. Sio hela ya mfadhili kutoka nje, bali ni hela ambayo wao kama Watanzania, kama mwekezaji wa Tanzania anafanya biashara, sehemu ya faida yake ndio anatumia kurudisha kwenye jamii. Kwa hiyo nishukuru sana kwa wasaa huu na asante sana Dr. kwa kutukaribisha. Asante. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia nichukue fursa hii kuwashukuru watu wote ambao mmekutana hapa asubuhi ya leo. Dr. Kisenge, kwanza ni kupongezi sana kwa kazi nzuri ambayo wewe na taasisi ya Jakaya Kikwete Heart Institute mnaifanya. Kama kuna eneo sensitive katika mwili wa binadamu, ukitoa brain ni moyo. Na nyie mmepewa eneo kubwa la kuhakikisha kwamba mioyo ya watu inakuwa imara. Kwa bahati mbaya, matembezi yetu ya kwanza yametuonyesha mtu akiwa yuko ICU, inaitwa cath lab. Huko cath lab maana yake tatizo alokuwa nalo ni la kuokoa maisha yake. Ni sio kitu kizuri sisi kwetu ambao tumezoea kupishana watu wazima wanaokimbia kama wachezaji wakiwa na afya njema. Unakutana na watu ambao unatakiwa uokoe maisha yao kila siku. Yaani nyie watu wa JKCI hampishani na watu wazima wakati wote, mnapishana na watu wagonjwa. Hiyo environment hiyo, it's one of the most difficult environment kwa binadamu kuwa exposed kwenye hiyo environment. Kwa hiyo nichukue fursa hii kumwomba Mwenyezi Mungu awape nguvu, awape uimara na ueledi wa kutosha kuhakikisha kwamba mnaendelea kupambana na hizo hali, sio hali za kawaida. Upande wa tukio letu la leo, ni tukio muhimu la kuchangia matibabu ya watoto ambao wana matatizo ya moyo, na kupitia GSM Foundation leo tutaweza kukabidhi hundi yenye thamani ya shilingi milioni 50, ikiwa ni sehemu ya mchango wetu kama taasisi mbili hizi ambazo zimekuja pamoja, Young Africans na GSM Foundation. Ndugu zangu, matibabu ya moyo kwa mtu mmoja ni shilingi milioni 8. 8 million. Niko sahihi Dr.? Ndio. Milioni 50 na kwenda kutibu watoto wachache sana katika idadi ambayo tumepewa hapa taarifa na daktari. Zaidi ya maelfu ya watoto na Watanzania kwa ujumla wanaugua matatizo ya moyo. Hiki tunachokitoa ni kidogo sana ukikompea na idadi ya wagonjwa hao. Sasa nitoe wito
kwa watu wote, individual, taasisi, vilabu vya mpira, makampuni mbalimbali, tuje tuokoe maisha ya watoto na Watanzania wenzetu katika tatizo hili la ugonjwa wa moyo. Hiki tulichokitoa ni kufungua mlango tu, lakini hakikidhi 2% hata 2 ya kile ambacho kinahitajika kutokana na tatizo ambalo linawakuta Watanzania wenzetu. Tukikaa kimya, hatutaweza kusaidia hii jamii na tutapoteza watoto. Tumeambiwa Mheshimiwa Rais anatoa almost 70%. Ndabakia 30%. Hiyo 30% tunatakiwa tuikave sisi. Na ikiwezekana twende beyond 30% ili kumpunguzia Mheshimiwa Rais jukumu hilo la kusupport eneo hili moja, na matokeo yake fedha zielekezwe kwenye maendeleo ambayo sisi wote tunahitaji. Kwa hiyo nichukue fursa hii nirudie tena kwa kusema ya kwamba mahitaji ya kuhudumia matatizo ya moyo ni makubwa sana, na sisi kwa pamoja tukishikana mikono tunaweza kupunguza kama sio kulimaliza kabisa tatizo hili la moyo. Dr. Kisenge ametueleza hapa ya kwamba katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati JKCI ndio taasisi namba 1. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba hatuna shida ya taaluma wala hatuna shida ya utendaji katika kufanikisha kupona kwa magonjwa hayo. Shida hapa ni fedha. Shida ni fedha. Ingekuwa dokta hapa anatueleza kwamba kuna mapungufu ya taaluma, kuna mapungufu ya vifaa, tungesema hapa kazi ni ndefu zaidi. Lakini kwa sasa sisi kama ni namba 1 kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, maana yake taaluma tunayo, vifaa tunavyo. Kilichobaki hapa ni fedha kwa ajili ya kugharamia matibabu haya. Kwa hiyo nitoe tena rai tushiriki kwa kiasi kikubwa kuhakikisha tuna raise funds ya kuokoa maisha ya watoto hao. Na sisi kama Young Africans pamoja na ushirika wetu na GSM Foundation tutaendelea kushiriki kuhakikisha ya kwamba kila mwaka basi angalau hiki tunachokitoa kiongezeke zaidi hapa. Lakini Young Africans kupitia pia idara zake za habari na muona mkurugenzi hapa Alikamwe, tuendelee kufanya, tuongeze taaluma kwa watu. Tuonyeshe tatizo hili ni kubwa kiasi gani kwenye jamii. Tuonyeshe mahitaji ni makubwa kiasi gani ili tuweze kuwafikia watu wengi. Ukiwapa taarifa, definitely watu wachache wanaweza kujitokeza kwenda kuokoa kama sio wengi. Kwa hiyo Ali, unalo jukumu kubwa la kuijulisha jamii kuhusiana na shida iliyokuwepo ili kutoa nafasi kwa watu wengi kuwa na taaluma hii na taarifa hii ili waweze kushiriki. Mwisho nichukue fursa hii pia kuwapongeza washirika wetu GSM Foundation kwa mchango huu ambao ni mwanzo. Bahati nzuri mimi nakaa kwenye bodi ya foundation. Nataka nikuhakikishia Dokta, tutaongeza kile ambacho tumekitoa mwaka huu kwenye mwaka ujao. Na tumshukuru sana Mheshimiwa kaka yetu Mr. Ghalib Said Mohamed kwa mapenzi yake kwa watoto hawa na kuona sehemu ya mapato yake ayalete hapa kwenye kuokoa maisha ya watoto. Tumwombee yeye na familia yake na biashara zake mafanikio ili tuendelee kunufaika na msaada wake. Mwisho niwapongeze sana Dr. Kisenge na timu nzima JKCI na washirika wenu kwa kazi nzuri mnaifanya. Awareness imeanza kuwa kubwa, nimeona umetumia platform kadha wa kadha kuhakikisha Watanzania wanapata taaluma ya nini kinafanyika hapa. Lakini pia nimepokea maombi ya kiongozi au maelekezo tulete wachezaji wetu hapa waje kupimwa, na sisi mwanzoni mwa msimu huwa tunafanya medical check ambayo ni a very detailed medical check, na moja katika eneo muhimu sana ni kupima afya ya moyo. Kwa hiyo niseme wachezaji wetu wa klabu ya Young Africans msimu ujao watakuja kufanya vipimo vyao vya moyo hapa kwetu. Nashukuru sana na tuko tayari kwa hatua zinazofuata. Asante sana. Nimekuja kusema asante kwa ajili ya matibabu ya mwanao. Kwa kulipiwa gharama za matibabu milioni 9,965. Nashukuru sana. Asante. Alikuwa tatizo la moyo, mishipa yake imepishana. Imetokea Mbagala.
Kwa jina naitwa Boniface Ngani kutoka mkoa wa Ruvuma, wilaya ya Nyasa. Nipo hapa na mtoto wangu mwenye miezi kama 3, anasumbuliwa na tatizo la moyo. Kwa hiyo kwa kweli nashukuru nimeweza kusaidiwa kwa mchango wa milioni 7,400,000. Nawashukuru sana wadhamini na mwendelee kufanya hivyo kwa mchango wenu. Asanteni sana. Kwenda kule. Sio mbali.